lina maana. Mara ya kwanza ili kufika mkoa wa Lindi, nadhani ni miaka 5 iliyopita, na leo ni mara ya pili. Sababu kubwa ya kusema pole sana ni kutokana na historia iliyotukuka ya mkoa wa Lindi. Kama mlikuwa hamfahamu, kabla ya mwaka 1858 nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, ilikuwa ukitoka Cairo, Misri, mji mkuu ulikuwa ni Unguja. Kwa upande wa bara kulikuwa na mji unaitwa Tabora, ukiitwa West Dutch German. Ukitoka pale Dar es Salaam haipo, mji mkuu ulikuwa unaitwa Lindi. Ukitoka Lindi, Beira ilikuwa ni kitongoji. Mji mkubwa uliokuwa unashindana na Lindi ulikuwa ni Cape Town. Ndio maana nikasema poleni sana. Historia inatuambia historia ya kweli. Historia ya kweli. Maana kuna historia ya kweli na historia ya kusadikika iliyoandikwa na watu kwa sababu ya faida zao. Historia ya kweli, Mwarabu wa kwanza kufika kwenye pwani ya Afrika Mashariki alifika Kilwa Kisiwani akitokea Moroko. Kilwa iko mkoa gani? Na lugha ya Kiarabu kwenye pwani ya Afrika Mashariki ilianza kuzungumzwa Kilwa Kisiwani. Na Uislamu ulianza kuingia Kilwa Kisiwani. Uislamu haukuletwa na Waarabu, Uislamu uliletwa na mtu mweusi. Miaka hiyo watu walitoka Morocco, Tunisia, Seychelles na nchi nyingine kuja kipindi cha joto. Wao walikuwa wanakuja kupumzika Kilwa, na palikuwa na mji mdogo unaitwa Mikindani. Lindi ndio mji pekee katika Afrika ukitoa Cape Town, hata Misri hawakuwa nao, ndio walikuwa wana uwanja wa mpira uliokuwa unacheza mechi usiku. Baada ya kupata uhuru, taa zile ziling'olewa. Mnajua zilikwenda wapi? Hatujui. Taa zile ziling'olewa zikapelekwa kwenye uwanja wa ndege wa Arusha. Zile taa zilitoka kwenye uwanja wa mpira wa Kilwa. Lakini kizazi cha 2000 ukiwaambia palikuwa na reli inatoka Dar es Salaam kwenda Mtwara, watasema wewe mzee muongo. Palikuwa pana reli inatoka Dar es Salaam kuja Lindi kwenda Mtwara. Leo limebaki tuta. Kwa nini watu wa Lindi mna dhambi gani na watawala hata wakawatendea haya wanayowatendea? Na Mtwara ilikuwa ni mikoa ya machumo makubwa, ukiifuatia kahawa, tumbaku ya Tabora na mkonge kule Tanga. Kwa maana hiyo basi, Lindi haikupaswa kuwa kwenye hali iliyopo sasa. Lindi ilitakiwa liwe kama ilivyo Misri, Cairo ya leo, kwa sababu mji wa Lindi ulikuwako na ulianza kuendelea kabla uwepo wa Nairobi. Hii ndio historia ya kweli, lakini shuleni hamwezi kufundishwa vitu hivi. Sasa kuna mtu anajiuliza, huyu mtu mweusi alileta Uislamu alitoka wapi? Kwa sababu si dini, ni historia. Tagusa kidogo.
Makaburu walifika South Africa kule miaka mingi sana, na wao walipotea kutoka kwenye bahari ya Atlantic, wakakuta nchi yenye rutuba na matunda. Baadaye wakarudi kwao, wakaenda kufanya makazi. Sasa walikuwa na kawaida, wanaposafiri na merikebu wanachukua wafanyakazi kwa ajili ya kusaidia kazi ndani ya merikebu. Kwa hiyo walikuwa wanawachukua watu weusi wenye miraba minene mikubwa wenye nguvu, lakini wale watu walikuwa hawana historia ya kuuguza. Safari moja wakiwa wanaelekea kutoka ghuba ya Uajemi, mtu mmoja mweusi akaugua, wakamtupa kwenye maji wakitegemea huyu mtu atakufa na ataliwa na papa au samaki mwingine. Wavuvi wa ghuba ya Uajemi walimuokota yule mtu. Wao wakasema mtu huyu anafanana na Bilali. Kwa hiyo walimuuguza akapona, wakawa wanaishi naye. Kisa kwa sababu yule bwana alikuwa mtu mzima, alijifunza lugha ya Kiarabu na kuswali pia. Lakini ilikuwa kila baada ya sala ya alasiri anakwenda baharini, anaiangalia bahari. Wazungu wanamuuliza, wewe bwana vipi? Anasema pana, namsifu Mwenyezi Mungu kwa namna alivyoumba, maana maji na bahari vinaonekana vimeungana. Lakini kwa sababu ni mtu mzima, alikuwa anajiuliza nimetokea wapi mimi? Na kila alipokuwa kipoa ujira wake, alikuwa akihifadhi kibaba cha ngano na korosho na choroko na kila chipo kwenye jahazi bovu. Alipoona shehena ya chakula ilitosha, yule bwana alitoroka, anarudi nyumbani. Alipokuwa anarudi nyumbani, alipofika kwenye hii rasi ya Kilwa, chombo kile kilipigwa na dhoruba kigonga mwamba, akaibukia Kilwa kisiwani. Wakati huo Kilwa kisiwani palikuwa hapaishi mtu. Ilikuwa ni kisiwa ambacho watu wanakwenda kila baada ya wikendi kwenda kuokota chumvi. Sasa ilikuwa ni kipindi cha masika, watu hawaendi. Yule bwana alikaa takriban miezi 3-4 anaishi pale. Walipokwenda Waswahili wakamkuta, lakini yule bwana kila muda wa swala anafanya ibada. Sasa ikawa kama kituko, watu wakiwa Kivinje, Masoko wanakwenda kumwangalia. Sasa hizi muda yule bwana wa kuinama wanaenda kumwangalia. Akajifunza lugha yao, akaanza kuongea nao lugha. Leo mnaita lugha ya Kiswahili na lugha ya Kimatumbi. Akawaeleza kwa nini anafanya vile. Baada ya kueleza, wale mabwana wengine wakasadiki, wakaanza kuungana naye. Wakajenga msikiti wa kwanza. Yule Mwarabu aliyetoka Moroko nilimsema, yule alipotea na Tanga lilimpeleka. Akafika kwenye rasi ile akapata matatizo. Lakini alipokwenda nchi kavu akakuta msikiti na watu wanasali. Akauliza mbona hivi? Lakini akamkuta mtu anaongea Kiarabu. Akashangaa sana. Yule ndiye alimwambia, wewe bwana, hata hii kibla umekosea, kibla huku ndio asili ile kibla teni. Yule bwana akasema, basi madhali wewe unaamini kibla hii, mtaweka na ya pili. Kwa hiyo watu watafuata watakaoitaka. Baadaye walimfungashia mali, chakula na kumpa jahazi lake. Yule Mwarabu aliendelea na safari yake mpaka akafika kwenye ghuba ya Uajemi. Alipofika kule, wale Waarabu wavuvi wakamuuliza, huku ulikotoka ukuona mtu mweusi ana merikebu ni chapa ya sultani? Akasema la hasha, ila niliona vipande vya vikielea baharini. Lakini nilipokwenda nikakuta kisiwa, nami nilipata